Kutoka hapo siku iliyofuata asubuhi tu Nokdu akaamua kutoka moja kwa moja kutoka katika ile sehemu na kwenda zake mpaka Anya. Kufika pale, yeye afungua tu geti la ufalme. Yule akampokea kwa bashasha kuliambia, "He, ule mwili wa mfalme uko wapi?" Maana makubaliano tu kwamba umue mfalme, then mambo mengine yaendelee. Anambia, "Bwana, nimeamua kubadili mawazo. Leo siji huku nikiwa na mwili wa mfalme. Nimekuja hapa kustop hichi ambacho unakifanya." Lakini Yulmo hakuwa tayari kabisa. Maana akashika jitihada nyingi sana kwa ajili ya kuchukua ufalme. Kwa hiyo mapanga yakachomolewa tayari tena ili vita nyingine iweze kuanza. Lakini ile makaka wametaka kuanza kupigana tu, mara Malkia akatokea. Malkia alipotokea pale akamwambia Yulmo, "Hivi unafanya nini wewe? Kisheria anabidi huu ufalme auchukue mtu ambaye alikuwa ni wa kwanza kuzaliwa. Na kwa mahesabu yangu mimi kama mama, wa kwanza kuzaliwa alikuwa ni Nokdu na si wewe." Sasa Yulmo anambia, "Huyu si mtoto ambaye ametokea huko kijijini huko sio kwenye ile island huko alikuwa anavua masamaki tu miaka yote. Je, si tunajuaje kama kweli huyu alikuwa ni mtoto wako?" Kabidi mzee aongee kama uthibitisho, lakini bado wale watu hawakuwa tayari kabisa kumsikiliza. Kwa hiyo visu vikaanza kuumana tena. Ikabidi Malkia atolewe, lakini pia Nokdu naye aweze kutolewa kwa sababu wanamtarajia kwamba yeye ndiye aje kuwa mfalme ambaye anafuata. Sasa wakiwa katika chumba, Malkia anajaribu kumwambia kwamba Nokdu awe salama na ajilinde asiweze kuingia katika masuala ya vita kwa sababu yeye inabidi awe sawa kwa ajili ya ufalme ambao unafuata. Kama akienda huko katika battlefield alafu akauawa au akaumizwa, itakuwa ni ngumu sana kwa yeye kuweza kufunction kama mfalme. Lakini muda huo ilikuwa baada ya mahagi ya kutosha kutoka kwa mamake na msamaha wa kutosha kwamba hakuwa mama mzuri kwa miaka 20 iliyopita. Lakini Nokdu anambia, "Bana mama, mimi sio mtu akuwa katika ufalme, yani kwa jinsi tu nilivyosukumwa kwa ajili ya vitu vya design hiyo. Kwa hiyo nitakuwa safi na huyu Yulmo kesho kama deal naye, lakini swala la ufalme kule mama story weza." Sasa huko katika uwanja wa vita, yule mzee wake mlezi wa Nokdu akamkutana na yule kaka yake na Nokdu anaitwa Huang Tai. Akamvuta pembeni akamwambia, "Mwanangu, tuondoke. Huko sio kwako kabisa. Alafu haya mambo ya vita utaishia kufariki. Na mimi sitaki kabisa huyo mwanangu." Tukamwambia, "Hapana baba, mimi nimeshadhamiria kwamba nitakaa huku tu kwa hata usiwe na wasiwasi wala nini. Hata hivyo tumeshaishi sana chini ya kivuli cha Nokdu. Yaani mimi siko tayari kuishi tena kijinga kama namna hiyo ambayo nilikuwa nimeishi. Kwa hiyo naomba tu nitabaki huku tu." Lakini wakati wanaendelea kuongea, akatokea askari mmoja na kutaka kumpiga upanga Huang Tai. Mzee ikabidi amshield yeye. Kwa hivyo kwa namna hiyo tu ule upanga wote ukaishia kwa mzee. Akawa amekatwa sehemu mbaya sana. Kwa hiyo akabakiza muda mchache tu aweze kukata roho. Hilo jambo Huang Tai lilimkasirisha sana. Kwamba inakuwaje mimi niko upande wa Yulmo alafu askari wake wanamuua mzee wangu. Muda huo pia Dongjuo naye alikuwa amekuja katika ufalme. Maana baada ya kuokolewa akapelekwa sehemu nzuri na Nokdu, lakini Vasculeta akaja na kumpa taarifa kwamba kuna kitu kimetokea katika ufalme. Na kama Nokdu yupo kule basi kuna possibility kwamba yuko salama. Kufika pale kitu cha kwanza chokiona Yulmo anataka ampige na mshale Nokdu. Maana Nokdu alipotoka kwa Malkia akaja kuja kusaidia askari wake huko. Kwa ikabidi asimame mbele yake. Maana si anajua kwamba ni weakness ya Yulmo. Yulmo hawezi kufanya lolote ile asimame mbele yake. Kwa namna hiyo mshale ukampiga kidogo tu Nokdu. Kisha baada hapo Yulmo akamchukua Dongjuo pembeni. Wakaanza kubishana kweli. Dongjuo anambia, "Mbona mfuko mdogo uko mtu amana sana? Siku hizi umekuwa na tabia gani?" Akaambia, "Mimi tangu niko mdogo nilikuwa nataka ufalme vizuri tu, lakini Nokdu alipokuja kuingilia pia ndo mambo yakazidi zaidi. Alafu jua hapo, mimi ndo nibidi niwe mpenzi wako mwanzoni. Imekuwaje kwamba yeye ndo amekuchukua wewe?" Ndio basi akamwambia, "Kwa hiyo kama nikikubali kuja kwako that means kwamba Nokdu utamwacha?" Akamwambia, "Ndio. Nokdu mimi nitamwacha kama ukikubali kuja kwangu, lakini swala la ufalme kwa kweli siwezi kuliacha." Ndio akamwambia, "Basi sawa, hamna shida. Mimi nitakuja, nitakufuata." Kwa hiyo Yulmo akamchukua pamoja na askari wake kadhaa, akampeleka katika chumba ambacho kipo salama, kisha akawaamuru wale askari kwamba wamwangalie kwa kipindi ambacho yeye atakuwa hayupo. Kisha Yulmo akarudi katika uwanja wa vita. By that time tayari vita ilikuwa ishatulia. Askari wengine washakimbia na baadhi ambao kwa tayari washaanguka pale kumaanisha kwamba amefariki. Yulmo akaongea sana wale watu wake kwamba okay, kwa hiyo tufanye nini sasa baada hapa? Mmoja wale askari anambia, "Bana, bado watu ambao sisi tuko nao ni wengi kuliko wale ambao anao yule bwana mdogo. Kwa hiyo hata kama kija kuvamia next time tunaweza tu tukailinda hii sehemu bila wasiwasi wote." Yulmo anambia, "Kwa hiyo nasubiri kwamba mpaka wao waje watu attack sisi? Hivyo kwa serious upstairs? Inabidi sisi tutoke tukawaattack wao." Ile anaongea tu hivi, mara zikaja taarifa kwamba eti kuna mtu mmoja ameona wale askari wengine wote wakimbia katika moja ya hall hapo katika ufalme. Yulmo akasema, "Kama hivyo basi tukusanya askari wote tulionao, tuwapeleke huko tukaue hao wajinga, kisha ufalme mzima uwe chini yetu." Sasa wakati Yulmo anaendelea kupewa taarifa huko ambako Dongjuo alikuwa amemwacha, Dongjuo akaanza kupanga njama ya namna ya kuescape katika sehemu hiyo. Hasa kwa sababu kana ule mshale wake
Alafu akasikia vile eti askari mmoja amesema nenda mali watu. Kwa hiyo that means mbaki mmoja tu akampiga na mshale, kisha huyo akachoropoka zake. Hivi mtu ameshakubali kwamba akikaa hapo basi Nokdu hatahudhurika dhidi ya Yulmo. Nokdu mwenyewe muda huo kumbe alikuwa ametengeneza mtego. Katika ile hole ambako Yulmo alipewa taarifa kwamba askari wote wamekimbilia kule, ilikuwa ni mtego tu. Ile wameingia ndani, askari wa kutosha Nokdu akatokeza. Na kwa namna hiyo mambo yakaanza kuumana tena. Vita ikaanza kuwa kali mule. Sasa watu Nokdu wanaendelea na vita mule. Mara akamuona Dongjuo tena mmoja kusaidia katika vita hiyo. Ikabidi amchukue afu amvute pembeni. Ambie binti, unafanya nini hapa? Akaambia nimekuja kwa sababu yako. Sina shahidi kwamba sasa hivi nitakuwa na wewe popote pale. Wewe katika vita wewe sema ambako panaungua mimi nitakuwepo na wewe. Oho, ameanza kuleta mapenzi kwenye kazi. Nokdu anamwambia hii sio sehemu salama kabisa. Cheki jinsi ambavyo kundi la wanaume lipo hapa. Unafuta toka salama. Wesikia. Uenda sehemu salama. Mimi nakuahidi kwamba hapa nitatoka vizuri afu nitakuja. Kisha akambusu na kuondoka. Aliporudi tu katika battlefield, unaambiwa mzigo uliendelea mpaka alipofika usiku. Hamna hata masuala ya hydration break. Ilikuwa ni panga kwa panga, mshale kwa mshale, askari wanauana tu ili ileke kwamba mfalme ni nani baada ya hapo. Sasa vile ilipoendelea, maana yule askari wa Yulmo Park Dan Ho akaishia naye kupigwa na mshale, alafu akawa amefariki kwa namna hiyo tu. Yulmo akanasikitika sana kwamba askari wake ambaye alikuwepo naye right hand muda wote amefariki. Kwa hasira zake zimemjaa sana. Yeye anataka asimame tuanze kupambana. Mara ikatoka taarifa kwamba mfalme yule mwenyewe anaingia. Sasa imekwaje? Mfalme alikuwa amefariki siku kadhaa ambazo zimepita kwa kuanguka mtoni. Kumbe mfalme hata hakufariki, ni vile tu alikuwa amepata vidonda kadhaa kwa sababu ya kuanguka, lakini hakufariki. Kwa hiyo mfalme ameingia hapo, ameshapewa taarifa kwamba huko katika ufalme kimeumana. Watoto wako wanapigana mapanga. Kwa mfalme kaingia pale, akawa very disappointed na kile ambacho anakiona. Lakini taarifa kwa amepewa sio. Kwa kafika pale akaanza kulaumu kweli yule mtu ambaye ameanzisha masuala mazima ya kumoverthrow mfalme. Anasema kwamba hivi ni ujinga gani ambao umeamua kuufanya wa kutaka kunioverthrow mimi? Eti wewe Nokdu. Kwa muda wote umekaa karibu na mimi, ni yako unataka kunioverthrow tu afu chukue kiti changu. Nokdu anashangaa, mimi tena? Yaani mimi nimeingia katika haya maswala. Si yule mmoja alikuwa anafanya mpango. Kumbe taarifa ambazo mfalme alikuwa nazo ni mbili tofauti kabisa na kile ambacho kulikuwa kinatokea katika sehemu hiyo. Kwa mfalme akaanza kumlaumu, akaanza kumlani kwa ujinga ambao ameufanya. Nokdu alishakulia tu. Anaambia sawa mfalme, hamna shida. Hata hivyo ni bwege tu kama siku zote hivyo kuaga bwege. Yaani mimi ambaye nimekubali kukaa naye siku zote, nimekubali kuvumilia, nimekupa ushauri, even though unataka uniue miaka 20 iliyopita, bado tena unanilaumu mimi? Si kwa kweli. Haya basi sawa. Ni kweli nataka nije hapa, nikitafute kiti chako, nikutoe nikuue kabisa. Umefurahia jibu langu? Mfalme paka BP kapanda. Kisha likatolewa oda kwamba akamatwe. Ile wanataka amshike tu, kuna mshale ukatokea mahali na kumpiga mmoja askari. Sasa ile wakati watu wamehamaki utafuta kama mshale umetokea wapi, ikabidi Huang Tai amshike brother yake alafu waondoke katika sehemu hiyo. Maana mambo yashakuwa mengi. Lakini kumbe alikuwa ni Dongjuo muda wote huo. Kwa hiyo wakaamua waondoke tu. Huku nyuma askari wa Nokdu wakiwa wanajaribu kupambana na askari wa Yulmo. Maana wanajua kabisa kwamba habari ni mbili tofauti. Kile ambacho anakifahamu mfalme na kile ambacho kweli kwa kinatokea hapa. Basi walipotoka hapo nje tu alikuwepo Malkia. Malkia akawa anahuzunika sana kumuona kwamba Nokdu yupo katika hali ile. Lakini akaambia kwamba kuna njia ya nyuma kwa nyuma ya ufalme ambao nitakuelekeza ama nitakupatia court lady awaelekeze alafu muweze kuondoka. Nokdu anambia hapana, siondoki bila wewe. Anambia usijali, mimi mfalme hawezi kuniua. Ninamfahamu hata kama nimemkasirisha kwa namna gani, hawezi kuniua. And guess what? Alikuwa right. Maana dakika kadhaa tu mfalme akamjia. Anambia Malkia, inajua kwa asili 100% kwamba umemficha wewe mtoto wako. Sasa, wewe mtoto wako yuko wapi? Malkia kwanza akachukua panga, akaweka katika shingo yake. Anasema, kama mwanangu atakufa, basi mimi niko radhi kufa naye. Yaani haiwezekani mtoto umtese kwa miaka 20. Sasa hivi bado hujirekebishe, unataka tena umuue. Mfalme kisha kupanic tu kwamba yeye sasa afanye nini? Yaani Malkia naye amekaa katika buti ambayo hatamani awepo. Basi akina Nokdu alipofanikiwa kutoroka katika ile sehemu ya ufalme, wakaelekea katika mto ili waweze kusafiri na mtumbwi waelekee sehemu nyingine kabisa ili wasiweze kufukuzwa huko. Lakini walikuwepo wa kutosha. Nokdu alikuwepo, Vice Kureta, wale askari kutoka katika kijiji cha wajane, mzee wake, kwa hiyo kama vile ni wengi na hawezi wote wakapanda katika ile mtumbwi. Alafu namba 2, wale askari ni kama vile kwa karibu kabisa na pale ambako Nokdu alikuwepo. Kwa hiyo kama wakisema apande mtumbwi, that means kwamba wote katika huo mtumbwi wataisha kufariki. Kumbuka anatafuta Nokdu peke yake. Kwa hiyo akaamua kwamba wengine watangulie pamoja na yule dogo anaitwa Aingdu, alafu Nokdu, Dongjuo pamoja na baba pamoja na Master Huang watafute njia nyingine
ya kuelekea. Sasa wamesafiri na Nokuduu akashindwa tena kutembea, ikabidi abebwe. Kufika mahali Master Huang akashindwa kabisa tena kuweza kumwendo. Ikakaa vile mzigo umekuwa mzito sana. Kwa hiyo akamwambia Dongju kwamba nakukabidhi huyu mtu, hakikisha amefika salama, mimi naenda kwa distract ya. Dongju akamwambia hapana, kama ni issue ya distraction mimi ndo naweza nikaifanya kuliko hata wewe, kwa sababu yule Mo ambaye ndo anatutafuta mimi namfahamu vizuri. Kwa hiyo wakakubaliana kwamba basi kama ni hivyo hamna shida, tutakuja kutafutana mbele kwa mbele. Kwa hiyo Dongju akatoka hapo akafika mpaka kwa yule Mo. Ananiambia nimekuja kwa mara ya mwisho, this time I promise, Mungu ni shahidi, ukinichukua nitatulia, sitaondoka tena, yani sitaondoka tena. Sasa kwa sababu yule Mo waga nampenda ubinti, akaana namna zaidi ya kumchukua tu. Walipofika katika ufalme kule siku iliyofuata, mfalme anataka ripoti, wakasema kwamba eti Nokuduu kwa namna kama vile walimpiga upanga, aka karibu kabisa na mtu, kwa kuangukia mtoni, akawa amepelekwa huko na maji, kwa hiyo tumeshindwa kumuona. Hii story mfalme amepewa kwa mara ya pili. Hata miaka 20 iliyopita aliambiwa kwamba eti Nokuduu pamoja na baba yake walifariki katika mto. Kwa hiyo basi mfalme akaiamini kwa sababu mtu anajua tabia zake. Na kwa namna hiyo tu Nokuduu akawa amepona, yet yule Mo yuko zake na Dongju. Sasa baada ya siku 2-3 hivi za kukaa pale, wakati yule Mo anaendelea kumuelewa Dongju vizuri, kuna baadhi ya vitu vidogo vidogo ambavyo Dongju huwa alikuwa anafanywa na Nokuduu, afu jamaa alikuwa havijui. Mmoja hapo, Dongju hapendi kulala giza chumbani kwake. Huwa anapenda tai wake muda wote, maana ana trauma za masuala mazima ya giza ya almost miaka 16 ambayo kwa imepita. Lakini hilo jambo yule Mo alijui, kwa siku amelala zake, yule Mo akaingia kisha akazima ule mshumaa ambao ulikuwa mule ndani. Binti alishakulia tu, kumbuka namna ambavyo Nokuduu alikuwa anaelewa vitu vidogo vidogo kama hivi na jinsi ambavyo alikuwa anavifanikisha. Lakini ghafla wakati analia, akaona ule mshumaa umewashwa tena. Ile anamcheka kwamba ni nani? Akawa ni Nokuduu. Alishangaa kweli na akafurahi pia kwamba kumbe ulipona na umefanikiwa kufika hapa. Kwa akaamua moja kwa moja atoroke kwa mara nyingine tena. Dongju hapa ambiliki. Hicho kitu yule Mo akakihisi tu. Alipoamua kurudi mule ndani, akakuta kwamba kweli binti hayupo, ametoroka, na inawezekana kwamba ametoroshwa na mtu. Sasa mmoja wale askari zake anambia, "Kwa nini unataka tukamfuatilie, tumkamate afu tumlete?" Akaambia, "Kwa mara ambazo nimemfungia yule binti na kunitoroka, yani hata ina haja. Waache tu." Muda huo Nokuduu pamoja na Dongju wakawako zao katika mashamba huko usiku, wana hata wasiwasi. Wanakimbia kuelekea sehemu nyingine, possibly katika hicho kisiwa ambacho wanatamani wakakae huko mpaka mambo ambako atakapokuwa yapo shwari. Basi wakiwa kule katika kijiji hicho ambacho walikimbilia, maisha yakaendelea vizuri kabisa. Wakaendelea kunywa, kula, kufurahi, wakiwa na watu wengine ambao walisafiri mara ya kwanza kabisa na boti, kama wakumbuka katika dakika kadhaa tu hapo nyuma. Sasa siku kama imewadia ya harusi kati ya Nokuduu pamoja na Dongju. Wakati Dongju anapigwa makeup pale, Aindo akaamua tu afungue mdomo wake aseme, "Ila wewe binti wewe, inataka ujielewe na mambo yako." Anamweza kwa nini? Wewe ulinipa ushauri kwamba eti nikitaka kuolewa nisiolewe na mtu ambaye akili zake ni mbovu kama Nokuduu. Sasa imekwaje wewe unataka uolewe naye? Anambia tu, bwana wewe naye bwana, si usahau tu haya maswala madogo madogo tu haya unakumbusha mpaka leo." Lakini ndio asema basi hamna shida, hata hivyo mimi naamini kwamba mtakuwa mna furaha, maana nimeona wote wawili waga mna furaha tu kama manjiwa hivi. Sasa muda mwingine kama vile hamna akili, lakini hamna shida, mtakuwa sawa tu. Kwa basi baada hapo ceremony ya hiyo harusi kafanyika, lakini kwa ni matimbuli matupu. Show inaanza, wakati zinaitwa pale keki za ubwabwa zikaishia kuanguka tu. Vice Creator alikuwa amezileta, lakini akaishia kujikwa na kuangusha. Mara upepo kaanza kupuliza, vitu kutoka katika moja ya mti vikaanguka pale na kuanza kudisturb ile meza. Wale wanasema hawa sio siku yao. Sio kaambia wewe usiongee, usije ukaleta mazao juu kama mdomo unaumba au. Kwa basi sherehe kaendelea. Mara yule master babake na Aindu akaanza kutoa ile risala ya wanandoa. Basi kama imeandikwa pale vizuri, anajaribu kuisoma. Mtu mwenyewe mlevi nikavile hata yoni vizuri. Anambia Nokuduu utakuwa ni bwana harusi na huyu Dongju atakuwa ni bibi harusi. Tunaamini kwamba mtapendana maisha yenu yote. Maisha yatakuwa mazuri, mtakuwa na watoto na nini. Mara ile karatasi kapeperuka, akaanza tena kuikimbiza. Kwa kabaki watu wawili tu, afu anashangaana. Kwa kabidi wale wamshauri mzee kwamba bwana mzee, kwa sababu wewe ndo mlezi, hebu ongea hapo uweze kuwapa ushauri. Kwa kabidi mzee kishingo upande tu aende pale aongee kwamba jamani, sasa niwape tu ushauri kwamba nyinyi wawili, kwa sababu mshakubaliana kwamba mtakuwa pamoja, basi tunaamini kwamba mtakuwa mna furaha na mtakuwa pamoja katika shida na raha. Mchukuliane katika uzima na katika ugonjwa,
mara upepo ukapuliza tena, ile decoration ambayo ilikuwa nyuma ikamwangukia mzee. Kwa namna hiyo mzee akaanguka na meza nzima ikadondoka kama vyakula. Ayangdu akaishia kula tu. Watu wakama, bwana aso mshapendana, basi tuishi hapa. Mambo mengine yote yaendelee, kama ni kula watu wale, kama ni kunywa watu wanywe, basi shughuli hiyo imeishia kwa namna hiyo. Lakini juu ya hapo wakaamua pia kumwandikia barua mama ambaye ni Malkia, kwamba bwana mama, sisi tuko salama huko, sijui huko kwenu mambo yako shwari, huko tunawanyima samaki, kuna kila aina, vibua, pelege, sangala, sato, yani sisi tu, sije mko huko salama. Kisha wakatuma barua ili mama aweze kuisoma. Kwa mama alipoiona akafurahi sana kwamba mwanangu yuko safi na ameoa, basi nikipata nitaenda kumtembelea. Kutoka hapo ni miaka 9 baadaye, Yulmo yuko na wanajeshi wake mmoja tena kuivamia kambi ya maadui. Yulmo kafika pale kwa mfalme, anambia mzee, na kama ufariki ese. Sasa imefika wakati hilo zali uliache kwangu mimi. Kwa kuanzia leo utake usitake, mimi ndo nitakuwa mfalme. Mfalme paka mwenyewe akacheka. Akasema, kwa muda wote huu mwanangu nimemfukuzia mbali, kumbe kunguni kuwepo katika shati langu muda wote tu. Unaangalia ninachokifanya, unanisikiza ninachokifanya, unajifanya ni mtu mwema, kumbe na ujinga ambao unafanya. Kambela, sawa, hamna neno. Mimi niko tayari kuachia ufalme, niende na mambo mengine, maana huko tunakoelekea sasa imeshakuwa too much. Malkia aliposikia hizo habari akaona yani ni mimi acha nini katika kisiwa ambacho mwanangu yupo. Wakati mfalme anaendelea kuwa na maisha ya upweke, Malkia yeye akachukua zake mtumbu, kisha akaelekea katika kijiji ambacho supposedly mtoto wake yupo. Lakini watu hapo safarini ndio unajua, wakati anaongea na huyo mpenzi wake anambia, mimi na wasiwasi sana. Anambia, kwa sababu gani? Sema, kwa sababu sijui kama mama atanipenda kweli ama atanena mtu wa maana kweli ambaye nakufaa wewe. Anaambia, usijali, kwa sababu ulikuwa maidi wake kipindi kile, kwa nini asikupende? Kwa mfano atakupenda tu, usiwe na wasiwasi. Kwa sinema ikae inaisha, mama yuko ufukweni anakuja kumuona mwanae pamoja na mwana wake.